Jamani, kaeni. Karibishe katika eneo letu hili kwa ajili ya uzinduzi wa mradi wa Roshnaly Nursery katika mkoa wetu na mkoa wa Mwanza ambao unafanyika katika maeneo haya. Lengo kwa ajili ya kutoa huduma ambazo zinatokea kwa wananchi wetu. Kwa heshima na taazima, ninaomba sasa nimkaribishe mganga mkuu wa mkoa aweze kufanya utambulisho kwa makundi yaliyopo hapa. Karibu sana. Mgeni rasmi, mkurugenzi Kinga, Mheshimiwa Katibu Tawala Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa Kamati ya Ulinzi na Usalama, viongozi wa hospitali na watumishi kwa ujumla, mabibi na mabwana, nimepewa nafasi fupi kwa ajili ya kufanya utambulisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Katibu Tawala Mkoa, Mkuu wa Wilaya, lakini wafuatao naomba kuwatambulisha. Kwanza tuna Dr. James Kiologwe, huyu ni mkurugenzi msaidizi magonjwa yasiyoambukiza. Asante. Lakini pia naye Dr. Benedetta Shilo, meneja mpango wa taifa wa huduma za macho, kama yupo. Asante. Lakini pia yupo mwakilishi wa mratibu wa huduma za macho ofisi ya Rais TAMISEMI, kama yupo tuko naye. Asante, karibu sana. Namtambulisha kwenu Dr. Mabimbi ambaye ni mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Namtambulisha pia Bwana Eden Mashayo, meneja mradi shirika Brain Holding Vision Foundation. Karibu sana. Namtambulisha pia marafiki wa Roshnaly Nursery kama wapo. Asante. Lakini pia nawatambulisha waratibu wa huduma za macho wa mikoa ya Mwanza na Simiyu. Asante. Namtambulisha kwenu katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Asante sana kiongozi. Na namtambulisha kwenu pia wawakilishi wa idara na taasisi za serikali na zisizo za serikali, NCD, National Health Insurance Fund. Asante sana, tunatambua uwepo wenu. Lakini pia wawakilishi wa mashirika ya wadau wa maendeleo kama wapo. Na kwa ujumla na watambulisha kwenu watumishi wa Wizara ya Afya na Hospitali ya Simiyu RNH. Naomba simame mpunge mkono. Sasa baada ya utambulisho huo kwa heshima na taadhima, namwomba Katibu Tawala Mkoa aweze kutambulisha Nashukuru MC. Kazi niliyopewa hapa ni kutambulisha viongozi wa upande wetu wa serikali, viongozi rasmi. Naomba kutambua uwepo wa kamati ya usalama mkoa. Naomba msimame ili viongozi rasmi waweze kutambua. Asante sana. Pia naomba kutambua uwepo wa mkuu wetu wa wilaya. Naomba msimame waweze kutambua. Ndugu zangu, kwa kumalizia hapo, mimi niliosimama nadhani mara ya kwanza tunafahamiana. Naitwa Priska Joseph Kayombo, ni katibu tawala wa mkoa wa Simiyu. Naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Pamoja na mganga mkuu wetu wa mkoa kwa utambulisho kwa makundi yote ambayo yameweza kufanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue pia nafasi hii niweze kumwalika ambaye ameandaliwa kwa ajili ya salamu za mkuu wa mkoa ambaye ni kaimu mkuu wetu wa mkoa wa Simiyu, aweze kutoa salamu kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa. Karibu sana mheshimiwa. Simiyu oye!
Madaktari oye! Mheshimiwa mgeni wetu, mkurugenzi pamoja na timu yako, Mheshimiwa nasi viongozi wangu wa chama ngazi ya mkoa, kuu ya mkoa, madaktari, waandishi wa habari, na wasalimu kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesimama hapa kumwakilisha mkuu wetu wa mkoa, ndugu yetu David Kafulila, ambaye kimsingi alitenda sana kwa pamoja nasi katika tukio hili muhimu, lakini yuko safarini, kwa hiyo akaomba nimwakilishe katika tukio hili ambalo limelipa uzito mkubwa. Ndugu yangu mgeni wetu rasmi, kuja kwako wewe sisi katika mkoa wetu wa Simiyu ni faraja kubwa sana, maana sisi Simiyu bado ni wachanga. Tunahitaji huduma yako, tutahitaji macho yako yaone vizuri, yafanye na ulinganifu katika mikoa mingine, na kisha huruma yako itakapokupendeza, taraa unaweza kutuongeza na jambo lingine tena kwa kadri utakavyoona kwamba inafaa, maana wewe ni muungwana sana. Karibu sana Simiyu. Vision Institute Foundation katika uzinduzi wa mradi huu hapa leo. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, huduma ya macho kwa mkoa wa Simiyu zilianzia katika hospitali teule ya mkoa wa Bariadi ambayo ilikuwa katika majengo ya hospitali ya mji, ukiwa na wataalamu wawili tu wa optometria. Kliniki hiyo ilipata ufadhili wa vifaa kutoka katika shirika hili ambalo limetusaidia vifaa leo hapa mwaka 2009 mpaka 2012, na huduma hizi zilikuwa zikitolewa katika jengo la vyumba vitatu. Huduma za macho kwa mkoa wa Simiyu zimekuwa chini kutokana na changamoto ya nafasi, rasilimali ya kuendesha huduma za mkoba, vifaa na vifaa tiba. Katika mkoa wetu wa Simiyu, huduma za macho zinatolewa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, hospitali ya wilaya ya Busega ambapo kuna optometria mmoja, lakini pia halmashauri ya mji wa Bariadi. Hospitali hizi mbili zina wataalamu wa kada ya optometria tu. Hali halisi ilivyokuwa kabla ya mradi huu. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2019 hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu baada ya kuhamia hapa kutoka katika majengo ya hospitali ya mji, huduma za macho zilitengewa chumba kimoja chenye ukubwa wa mita za mraba 9 tu, nafasi ambayo ilikuwa haiendani na mahitaji ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu, na pia kulingana na rasilimali watu iliyokuwepo wakati huo, manake daktari bingwa wa macho, mtaalamu wa optometria na muuguzi msaidizi wa macho. Huduma zilizokuwa zikitolewa ni uchunguzi wa uoni tu, kwa kuwa kutokana na uhaba wa vifaa tiba na mitambo kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa ya macho. Upungufu huu umekuwa hauleti mvuto kwa wananchi kuja kufanya uchunguzi wa afya ya macho, na badala yake wamekuwa wakienda katika mikoa ya jirani kwa ajili ya huduma za macho kama Korandoto, Shinyanga na Bugando ambapo kuna vifaa kwa ajili na wataalamu zaidi. Mwaka 2020 kitengo cha macho kilihudumia jumla ya wagonjwa 728 na kufanya upasuaji wa mtoto wa jicho kwa wagonjwa 17 ambapo tulishirikiana na wataalamu wengine kutoka hospitali nyingine kwa ajili ya kufanya camp. Aidha, kati ya wagonjwa waliofanyia uchunguzi wa upeo wa macho, manake refraction, wagonjwa walioonekana wanahitaji tiba kwa njia ya miwani hawakuweza kupatiwa miwani hiyo kutokana na ukosefu wa karakana ya kutengeneza miwani na mahitaji yake mengine ya huduma hiyo. Hatua zilizochukuliwa. Ndugu mgeni rasmi, hospitali kupitia idara ya macho iliandaa andiko na kuwasilisha sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ufadhili wa vifaa na rasilimali nyingine zitakazowezesha kuboresha huduma za macho ndani ya mkoa, na wizara iliboresha andiko hilo na kuwasiliana na Branhoden Vision Institute Foundation na kuwashawishi kuleta mradi kwenye hospitali ya mkoa wa Simiyu, kwa kuwa tayari kulikuwa na daktari bingwa, mtaalamu wa optometry, lakini pia muuguzi msaidizi wa macho. Na mwishoni mwa mwaka 2020 wizara ilisaini mkataba wa makubaliano yani MOU na Branhoden Vision Institute Foundation kutekeleza mradi wa miaka mitatu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Mradi huu hadi kukamilika kwa leo, maana tunavyozindua mradi huu umeshagharimu
hela za Tanzania zaidi ya milioni 150 kwa ajili ya vifaa tiba vya hospitali pamoja na kufanya marekebisho madogo kwenye vyumba vya kuhudumia wagonjwa. Ndugu mgeni rasmi, malengo ya mradi Oden Institute imejipanga kusaidia huduma za afya ya macho kanda ya Ziwa kwa kuimarisha mfumo wa utoaji wa huduma ya afya. Malengo tarajiwa katika mradi huu ni uelimishaji na mawasiliano, ambapo jamii na viongozi watafikiwa na elimu ya kinga dhidi ya magonjwa yanayosababisha ulemavu wa kutokuona na upungufu wa kuona na jinsi ya kujikinga. Aidha, kupitia nyenzo mbalimbali, viongozi watahamasisha kukipa kipaumbele huduma za macho na kuwezesha uendeshaji wa huduma hizi. Pili, miundombinu, vifaa na vifaa tiba, ukarabati mdogo wa sehemu ya kutolea huduma za macho, ununuzi wa vifaa tiba na mahitaji mengine ya huduma za macho. Tatu, utoaji wa huduma, kuwezesha huduma ndani ya kituo, huduma za mkoba katika wilaya zetu mbalimbali za mkoa wa Simiyu, lakini pia huduma za macho mashuleni kwa ajili ya watoto wetu. 4, mafunzo kwa watumishi ili kuwezesha afua za mradi huu kuwa endelevu. 5, ufuatiliaji na tathmini ya mradi kutoka ngazi mbalimbali ili kupima viashiria na kuona iwapo malengo ya mradi yanatimia kwa wakati. Na mwisho, mipango na uratibu wa mradi. Ndugu mgeni rasmi, afua zilizokwisha kutekeleza mpaka sasa: moja ni ukarabati wa vyumba vya kuhudumia wagonjwa, ambapo kuna vyumba 3 kwa ajili ya kuendesha huduma za macho katika hospitali yetu. Ununuzi wa vifaa vya uchunguzi kama vile darubini ya kupima wagonjwa. Tatu, ununuzi wa vifaa na vifaa tiba vya kliniki ya macho, vya karakana ya kutengenezea miwani na chumba cha upasuaji. Ndugu mgeni rasmi, shukrani. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa kusaidia katika makubaliano ya mradi huu. Aidha, tunawashukuru wafadhili wetu ambao ni Oden Vision Institute Foundation kwa kutuletea vifaa na kufadhili mradi huu kwa maslahi ya Watanzania wote. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa unaahidi kuenzi mradi huu na kushirikiana na wizara, mratibu wa huduma za macho wa taifa, timu ya idara ya macho mkoa na wataalamu wa macho waliopo mkoani ili kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Simiyu wanapata huduma bora za kibingwa ya macho karibu na maeneo yao kwa njia ya mkoba. Ndugu mgeni rasmi, hospitali ipo tayari kwa ufunguzi na kutembeza kwenye maeneo yaliyoguswa na mradi huu ili uweze kujionea, na risala hii imesomwa kwako na Dr. Juma Katwale ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya macho ambaye pia ni mratibu wa magonjwa ya macho kwa mkoa wa Simiyu. Ninaomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Dokta kwa taarifa nzuri. Naomba sasa uweze kukabidhi hiyo taarifa kwa ajili ya kumbukumbu. Asante, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, kinachofuata pia sasa ni maelezo mafupi. Kama unavyojua kwamba tunazindua mradi huu kwa mikoa miwili, lakini wilaya ambayo itakuwa inafanya kazi ni wilaya ya Kwimba. Nimuombe sasa mganga mkuu wa wilaya kama yupo wa Kwimba aweze kutoa taarifa fupi kwa ajili ya mradi huo. Karibu sana. Asante sana MC. Jamani, habari ya asubuhi mabwana na mabibi. Mimi ni mratibu wa huduma za macho wilaya ya Kwimba na mwakilisha daktari wa wilaya. Naomba kusoma taarifa fupi ya mradi wa macho kwenye wilaya ya Kwimba Mwanza kwa ufadhili wa shirika la Oden Vision Institute Foundation kwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa mradi wa macho ambao unaitwa Rationale Nasali hapa Bariadi. Ndugu mgeni rasmi, hospitali ya wilaya ya Kwimba inatoa huduma za afya za
kwa wakazi wa Kwimba kupitia vitengo mbalimbali ikiwemo na kitengo cha macho. Kitengo cha macho ni kitengo muhimu na cha huduma za afya, kwani jicho ni kiungo muhimu sana kinachotuwezesha kuona. Katika hospitali ya Ngudu, kitengo cha macho kilianzishwa mwaka 1994 kwa kutoa huduma za msingi za afya ya macho, kikisimamiwa na muuguzi aliyesomea kozi ya miezi mitatu huko Mvumi, na baadaye muuguzi mwenye shahada ya uuguzi wa macho alikuja kukiendeleza. Mnamo mwaka 2012 daktari msaidizi wa macho alifuzu masomo, na ndipo harakati za kupanua utoaji wa huduma za macho ikiwemo huduma za upasuaji wa macho zikaanza. Ndugu mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia viongozi wake waliona umuhimu wa huduma hizo na kukubali kutoa fedha kwa ajili ya jengo la macho, ambapo jumla ya shilingi za Tanzania milioni 64 zilitumika hadi kukamilisha ujenzi wa jengo lenye vyumba vinne vya kutolea huduma. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na juhudi hizo za serikali, halmashauri ya Kwimba kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa imebahatika kupata mdau Blind World Vision Institute Foundation kupitia ushirikiano uliosainiwa na wizara na TAMISEMI. Mradi wa macho unaenda kutekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba, mradi utakaowezesha upatikanaji wa vifaa tiba na mahitaji mengine ya huduma za macho katika hospitali ya wilaya ya Ngudu na katika kituo cha afya cha Nyambiti. Pamoja na ukarabati wa jengo la macho, hadi sasa vifaa vimepokelewa vyenye thamani ya dola za Kimarekani $49,530 sawa na shilingi za Tanzania milioni 115,404. Hadi kukamilisha mradi huu tunategemea kuanza kutoa huduma za macho kama ilivyopangwa. Ndugu mgeni rasmi, mradi umesaidia upatikanaji wa mtaalamu wa optometria ambaye atalipwa mshahara kwa muda wa mwaka 1.5. Katika uendelezaji wa rasilimali kwa ajili ya huduma za macho, mradi umempeleka muuguzi mmoja kwenye kozi fupi ya usaidizi wa huduma za macho ya miezi mitatu ili kuongeza ufanisi katika kitengo cha macho. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni manufaa yatakayopatikana. Mpaka sasa wananchi wa Kwimba wameanza kupata huduma za macho kupitia kliniki ya macho. Huduma hizi ni pamoja na upasuaji wa mtoto wa jicho, ambao huduma hizo zilikuwa hazipatikane hapa mpaka mtu asafiri kwenda mbali kama vile hospitali ya Bugando, Sengerema na Korandoke. Pili, upimaji, uchongaji na utolewaji wa miwani ya kusomea na kuonea inapatikana kwenye kliniki hii. Tatu, kutakuwa na huduma za mkoba za macho. Tutaweza kuwafikia wananchi wasio na uwezo wa kufika katika hospitali ya Ngudu. Kutakuwa na huduma za afya ya macho shuleni, kutambua watoto wenye matatizo ya macho na kuwapatia tiba na kuboresha uwezo wao wa kuona. Manufaa mengine, kupitia mradi huu watumishi watajengewa uwezo. Serikali itakusanya mapato ambayo yataingizwa katika mfuko ili kuifanya huduma hii kuwa endelevu pale mdau atakapokoma kutoa ufadhili. Faida nyingine, jamii ya Kitanzania itapata elimu ya afya ya macho ambayo itasaidia kujikinga na magonjwa ya macho, na wale wenye dalili za magonjwa ya macho watahimizwa kuwahi tiba kwenye vituo vya afya. Kuanzia kliniki ya macho,
Faida nyingine, tumeanzisha kliniki ya macho katika kituo cha Nyambiti pamoja na huduma za macho za kila siku. Kituo hiki kitapokea wataalamu kutoka hospitali ya Ngudu mara 2 kwa mwezi. Ndugu mgeni rasmi, kwa furaha kubwa, kwa niaba ya wananchi wa Kwimba, sisi watumishi wa idara ya afya tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6, Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Watoto, Wazee na Watoto pamoja na TAMISEMI kwa kusaidia katika makubaliano ya mradi huu. Aidha, tunawashukuru wafadhili wetu Brain Holding Vision Institute Foundation, hususan Moiz Nasari, mtoto wa marehemu Roshenare Nasari aliyeishi Kwimba, kwa kutuletea vifaa na kufadhili mradi huu kwa maslahi ya Watanzania wote. Tunaahidi kuenzi mradi huu kwa kuendelea kufikia huduma za macho karibu na wananchi. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuwasilisha asante kwa kunisikiliza. Taarifa hii imeandaliwa na kitengo cha macho na kusomwa kweli na Dr. Muhoja ambaye ni mratibu wa huduma za macho na daktari bingwa wa macho wa wilaya. Basi anakwenda kukabidhi taarifa hiyo kwa mgeni wetu rasmi. Asante sana. Naomba pia tumshangilie kwa makofi mazuri kwa taarifa nzuri. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tunataka tupate taarifa ya mfadhili wetu ambaye ni Brain Holding Foundation, ambaye yeye amekubali kushirikiana na mikoa hii miwili kuhakikisha shughuli zetu zinakwenda vizuri, tunaweza kuitekeleza kwa haraka. Nimkaribishe sasa mfadhili aweze kutoa taarifa yake au risala yake kwa ajili ya shughuli hii ya leo. Karibu sana. Ndugu mgeni rasmi, wageni wote waalikwa, itifaki kimezingatiwa. Niko hapa mbele yenu kwa niaba ya Brain Holding Vision Institute ambayo ni NGO au shirika la kimataifa ambalo linachangia kwenye maendeleo zaidi, tunaangalia kwenye uwezo wa afya ya macho, kwenye kuboresha na kuweza kusaidia pale ambapo inahitajika kusaidiwa katika nchi tofauti tofauti. Brain Holding Vision Institute ile ofisi yake iko Australia, ndipo ambapo tuna operate kuanzia kule kwa sasa, na kwa Tanzania ofisi iko Dar es Salaam kama wawakilishi wa ile shirika kwa kule Australia. Historia yetu fupi ya kufanya kazi hapa Tanzania, tulianza toka mwaka 2008 na tulianza kwa kama hivi tunafanya hapa. Tulianza kwa kuanzisha vituo au kusaidia sehemu ambazo zilikuwa zina matatizo ya huduma ya afya ya macho katika sehemu tofauti. Tulikuja na mradi ulikuwa unaitwa Vision Centers. Katika Vision Centers zile tulifanikiwa kufikia hospitali 12 ambazo zilikuwa hospitali za mikoa pamoja na hospitali za wilaya, kwa maana ya kuwapelekea vifaa vya macho ambavyo vinatumika kwenye clinic, kwenye kupima clinic, lakini pia kwenye uwezo wa kutengeneza miwani, lakini pia kwa ujumla wake kwenye kutoa huduma ambayo ilikuwa inatakiwa iwe endelevu kipindi hicho. Na zile hospitali zote zilizoanzishwa ziko na bado zinaendelea kufanya kazi mpaka sasa hivi, na vifaa vyote bado vingine bado vinafanya kazi kule vilipo. Lakini pia tulikuwa tumefanya research tofauti kwa ajili ya kuweza kujua uhitaji halisi wa huduma za afya katika nchi yetu ya Tanzania. Mradi mwingine ambao tulifanya Tanzania ulikuwa unaitwa Seeing is Believing, ambao ulikuwa unataka kuona ni kwa nini, ambao kwenye mradi wa kuona ni kwa nini ulifika katika mikoa miwili tu, kwa maana mkoa wa Mwanza pamoja na mkoa wa Mbeya, na ulifanikiwa kufika katika wilaya zote, wilaya 9 katika mikoa ile, ambapo pia katika vitu ambavyo vilifanyika katika ule mradi ilikuwa ni pamoja na kuhakikisha tunafikia watoto wote ambao walikuwa na shida ya macho katika zile sehemu, na tulitumia strategy tofauti kwenye kufikia watu.
Moja wapo ilikuwa ni kupitia walimu wa shule za msingi, kwa maana tulifundisha walimu kuweza kutambua na kurifaa watoto ambao wana shida, lakini pia ambao wahudumu wa afya ya macho ambao kwenye front line, wale wote ambao pia tuliwapa mafunzo, wale ambao wanaweza kufikia watu katika vituo vya afya. Lakini pia tulitumia RCH clinic kwa maana kutambua watoto ambao wana miaka 0 mpaka miaka 5 ambao wana shida ya macho na kurifaa kwenda kwenye hospitali ambazo zilikuwa pia zimewekewa vifaa vya kutosha kwa ajili ya kutoa huduma zile. Baada ya kumaliza mradi ule, sasa hivi tunaendelea na research ambayo tunajaribu kuangalia, je, kumtumia mwalimu wa shule ya msingi kwenye kutambua shida za macho na kurifaa, je, ni njia ambayo ni effective au sio effective, ili tuweze kuja kusaidia pia kwenye kushauri serikali kama utakuwa kuna uwezekano wa kuweza kutumia hawa walimu kuweza kutambua watoto wakiwa darasani. Experience ambayo tulipata katika project ya Series Believing ilikuwa ni kwamba watoto walikuwa wanaambiwa tu wamia mbele au wanachapwa wengine kwa sababu hawaoni vizuri, lakini kumbe walikuwa wana uwezo wa kuona vizuri. Kwa hiyo sasa tukafikiri kwamba ni vizuri tukajaribu kutumia njia ya research kupata picha halisi ya kujua kwamba nini kinaweza kufanyika zaidi kwenye kutambua watoto wakiwa wadogo zaidi. Tunatambua kwamba mtoto akitambulika mapema anaweza kusaidika mapema na kupata huduma ambayo ni nzuri na akaweza kusaidika kwenye kutibu au kusaidia uwezo wake kuona kama mzuri zaidi. Kwa mradi huu ambao tunao sasa hivi ambao unaitwa Roshana Nasa IELTS project, huu mradi ulianza kama outreach activity. Miaka 2 iliyopita tulizindua project ambayo hii ya Roshana Nasa outreach project ambayo tulizindua pale Mwanza, lakini lengo lake lilikuwa ni kutoa huduma mkoba, kwa maana kwenda kufikia sehemu ambazo zina mahitaji kwa kupeleka huduma zile bila kwenda lakini tulikuwa tuna huduma ambayo ni sustainable ya muda mrefu kwa pale. Kwa hiyo tunategemea mpaka pale ambapo funds zinapatikana, wanakuja wataalamu kutoka Marekani na kutoka nchi zingine, wanakwenda kutoa huduma kule kwenye jamii, lakini wanaohitaji ambao wanahitaji huduma zaidi walikuwa wanakuwa referred kwenda hospitali, lakini baadaye tuja kufikiri kwamba ni vizuri kuwa na kitu ambacho ni cha kudumu ambacho kinaweza kufikia watu kwa muda wote ambao wale watu watakuwepo katika mazingira yale ya kazi ambao wanafanyia, ambao wanaishi. Ile wazo lilipokuja tulifanya vikao tofauti na kwa kushirikiana na Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kuangalia nini kinaweza kufanyika ili tuweze kupata mradi ambao utakuwa sustainable, kwa maana kwamba utakuwa unaweza kujiendesha na kuendelea mbele zaidi. Lakini naanza kuchukua nafasi hii pia kumshukuru sana mdau wetu ambaye anaitwa Dr. Moise Nasa pamoja na familia yake ambao walikuwa wanakuja sana huku Bariadi na Nyambichi na Kwimba kwa ajili ya kuleta huu mradi, kuleta msaada kwa Tanzania. Labda kwa historia kidogo tu, huyu Moise Nasa ni mtoto wa mzee anaitwa Roshana Nasa mwenyewe, ambaye yule mzee aliishi hapa Kwimba, lakini pia aliishi Bariadi. Aliishi hapa Bariadi, lakini pia aliishi Nyambiti. Walianza Nyambiti, baadaye waje kukulia hapa Bariadi. Na natamani na mtandao kae vizuri iweze kumpa Moise iweze kuongea na wote uweze kusikia vizuri. Lakini lengo halisi lilikuwa ni kurudisha fadhila au kurudisha chochote ambacho amekipata baada ya kwenda nje ya nchi, kwa sababu anaishi Marekani, kwa ajili ya wananchi ambao waliishi nao au sehemu ambazo walikuwa wamekaa. Na hata ukiangalia vizuri hata kwa sisi kuja Simiyu, lakini pia kwenda Kwimba, ilikuwa zaidi kwenye kulenga wapi ambapo ile ametokea, ambapo anaweza kugusa zaidi. Lakini japokuwa mradi wetu unalenga zaidi Lake Zone kwa ujumla, lakini tumeanzia na Simiyu na pale na Kwimba na kule Nyamiti kwa ajili ya kuweza kupata sample ambayo kwa njia moja nyingine inaweza ikaleta hamasa zaidi kwake yeye binafsi, lakini pia kwa jamii yetu ambayo tunahudumia. Mradi umelenga kwenye kufikia wananchi wote ambao wana mahitaji ya afya ya macho kwa ujumla wao, kwa maana ya kwamba mradi umefanikiwa kuleta vifaa vya macho kwa maana ya clinical equipments zote, kwa maana ya kliniki kwa upande wa wale ambao wanaangalia uwezo wa macho kuona, lakini pia ambao wanatibu magonjwa ya macho. Lakini pia tumetoa msaada mpaka kwenye theater kwa ajili ya kufanya operations za macho. Lakini pia unatoa tumeita seed stock, kwa maana ya kwamba ni mbegu ya kuweza kusaidia huduma iweze kuanzishwa na iweze kwenda na pia iweze kuendelevu. Lengo halisi la mradi ni kuhakikisha kwamba huduma hii inaendelea, hata kama sisi au kama Branoden au Moise
au wote ambao wanapenda kusaidia huku, hata wasipokuja tena wakaenda sehemu nyingine, basi sehemu ambazo zimeshaguswa ziweze kuwa na huduma ambayo ni endelevu. Kama walivyotoka kusema wale ambao wametangulia kusema mbele yangu, kwa maana ya Simiyu pamoja na Kwimba, mradi mpaka sasa hivi kushatumia zaidi ya milioni 250 kwa ajili ya kuinvest kwenye vifaa, lakini pia tumefanya training kwa maana ya mafunzo wale wote ambao wanafanya kazi katika zile vituo vya afya, vituo vyote vitatu, lakini pia tumeenda mbele zaidi kwa pamoja na kufanya mafunzo ambayo yalijumuisha watendaji au viongozi ambao katika zile hospitali husika wote, ili kuweza kusaidia na kuhakikisha kwamba zile huduma zinakwenda na zinakuwa supported katika uongozi wa hospitali, na waweze kuona kwamba umuhimu wa kuweza kusupport ile huduma ikawa nzuri zaidi. Tunaamini kwamba vitengo hivi vya macho vikifanyiwa kazi vizuri na vikatunzwa vizuri, kwa maana kutunzwa tunasema kwa sababu ni mbegu bado inakuwa, basi inabidi itunzwe. Tunaamini ikitunzwa vizuri, basi itakuwa ni sehemu mojawapo kubwa ya chanzo cha mapato katika hizo hospitali zetu ambazo tumefikia. Lakini pamoja na hivyo itakuwa imesaidia pia na kugusa watu wengi zaidi ambao wako mbali kidogo na wenye mahitaji mengi ya huduma za afya ya macho. Ni ombi letu kwenu, kwako ndugu mgeni rasmi, kwa experience ndogo ambayo tumepita katika kazi ambayo tulikuwa tukifanya katika nchi yetu ya Tanzania, kuna vitu ambavyo tumeviona ambavyo tunafikiri kwamba ningependa kuviomba kwenye meza kuu uweze kusaidia kufanyia kazi ya ziada. Kimoja hapo cha kwanza ni sehemu ambazo zilifikiwa na miradi iliyopita, ambazo labda kwa njia moja nyingine bado zina vifaa vyote vya afya ya macho lakini hazina wataalamu. Basi naomba mtusaidie kwenye kuhakikisha kwamba tunapata wataalamu kule. Nikizungumzia mfano mdogo tu hapa Mwanza, katika mkoa wa Mwanza, katika hospitali, katika mradi ambao ulipita Sinis Vilivi, tulifikia wilaya 5. Katika zile wilaya zote 5 mpaka sasa hivi kuna baadhi, nafikiri ni moja tu sasa hivi ambayo ina wataalamu wa kutosha kufanya huduma za macho, lakini wote wana vifaa vya kutosha. Kwa hiyo naomba tu tuweze kusaidiana kuweza kupata wataalamu ambao watatumia vile vitu kule. Mfano mwingine mdogo ni hapa Kwimba, ambapo walipata vifaa na mradi wa mwanzo, lakini walikuwa wana wataalamu wa kuvitumia. Tulipoenda juzi tulikuta kifaa kimoja kimeharibika lakini hakijatumika, na kifaa cha gharama kubwa kidogo. Kwa hiyo tunafikiri kama serikali ikiweza kutusaidia kwenye hilo, itasaidia kwenye kusaidia wananchi wetu wapate huduma kwa wingi zaidi. Kabla sijamaliza, naomba tu niendelee kuwashukuru wote, na washukuru wote meza kuu kwa kufika na kuona umuhimu wa kuja kulaunch mradi wetu. Mradi huu kwa ajili ya watu wa Simiyu na mkoa mzima wa Simiyu, lakini pia mradi ambao utagusa wilaya ya Kwimba na kituo cha afya Nyambiti. Na pia naomba kuambia tu kidogo kwamba tumechagua setup ambayo tunayo ya kwamba tumefika kwa hospitali ya mkoa, lakini pia hospitali ya wilaya, lakini pia tunaenda kwenye kituo cha afya, ili mradi tuweze kupata ile sample nzuri ambayo inawakilisha level zote za care ya ambayo inahitajiwa kutoa huduma za afya. Na tukipata matokeo mazuri zaidi katika hizi center zote 3, matokeo yake kwamba tunaweza tukashauri vizuri zaidi kwenye upande wa serikali na pia wadau wengine ambao tunao, marafiki zetu na nini, waweze kusaidia kwenye kuboresha huduma za afya kwa njia hiyo kwenda hiyo. Labda niendelee tu kuwashukuru sana wote mliofika. Naomba mzitumie huduma hizi ambazo zinapatikana hapa. Wote ambao mko hapa ambao ni wenyeji wa Simiyu, basi naomba mwe mashahidi na muweze pia kusaidia kufikisha ujumbe kwa wananchi ambao tunaishi nao huko. Wale ambao wana shida yote ya macho sasa hivi wanaweza kupata huduma zote kwa hapa Kwimba, kwa hapa Bariadi Simiyu, hospitali ya mkoa. Huduma zote ambazo zinastahili kupatikana zipo, madaktari wapo na wako tayari kwa ajili ya kuhudumia. Asante sana. Asante sana. Naomba tena tumpashie makofi mfadhili wetu kwa taarifa yake nzuri ambayo ameweza kuieleza na kila mmoja wetu ameweza kuelewa. Basi nichukue pia nafasi hii nimkaribishe pia mwakilishi wa Rosen Nasari kama yupo kwa ajili pia ya taarifa fupi. Karibu.
mgeni rasmi, mwakilishi wa waziri ambaye pia ni mkurugenzi wa kinga wa Wizara ya Afya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya Bariadi ambaye pia ni mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Simiyu, katibu tawala wa mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa wakilishi pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi, chama dume ambao naambiwa ndio wenye duka, viongozi wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, fadhili wa mradi huu wa Roshana Naza IF project ambaye anawakilishwa na ndugu Eden, mwakilishi kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ambaye namuona amekaa kwa kule kidogo, napopunga mkono kidogo. Naona pia mratibu wa huduma za mganga mkuu wa mkoa wa Simiyu, mwakilishi wa mganga mkuu wa mkoa wa Simiyu ambaye yuko hapa. Lakini pia tunaye meneja wa mradi wa macho wa Wizara ya Afya Dr. Benedicta Shilio, na viongozi wengine wote. Namuona rafiki yangu nyingi sana tulionana, inakuwa ni fursa kubwa sana kuonana leo. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nawasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi binafsi nimehemewa sana kwa mradi huu sasa kuja kuuzindua, na ninahemewa kwa sababu tunalo tatizo kubwa sana la macho nchini, ambalo katika hotuba yako bila shaka utaeleza wananchi. Lakini kilicho kikubwa ni kwamba pamoja na tatizo hili kubwa, lakini hatujaweza kuwafikia wananchi wote na huduma hizi, na hususa katika kujenga uwezo wa hospitali zetu za mikoa na hospitali za wilaya kwa ujumla, vituo vya kutolea huduma za afya. Ninasema nimehemewa kwa sababu leo hii ni hospitali ya rufaa ya 18 sasa ambayo itakuwa inaenda kutoa huduma hizi kwa kiwango kinachotakiwa kati ya hospitali za rufaa za mikoa 26 nchini. Kwa hiyo watu wa Simiyu wamepata bahati kubwa sana ya kupata huduma. Sina uhakika, lakini najua pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nguvu yako katika mkoa huu ni kubwa sana, na bila shaka unaweza kawa pia na mchango wako. Maana anasema ukiona vimelea vimefanya nini? Vimeundwa. Na mcheza kwao ufanya nini? Kwa hiyo lakini msije mkasema mgeni rasmi ameleta, unajua mgeni rasmi, lakini kikubwa ni kwamba ana mapenzi makubwa na Watanzania, na huku pia kuna idadi kubwa ya watu ambao wana matatizo ya macho, kama alivyokwisha kusema ndugu yangu Eden kwamba wamefanya kazi kubwa sana ya utafiti na kugundua kwamba kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo sio tu kwamba mradi huu umeletwa kwa mfadhili kwa sababu ameishi huku, bali pia kwa sababu kuna tatizo kubwa la macho pia katika maeneo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaposimama hapa nasema mimi
kwa nafasi yangu katika wizara, najua niko chini yako, na mimi hapa nilipaswa kupokea maelekezo, wala hata sio kukuomba ufungue au useme na watu hawa. Kwa hiyo nitakuwa mtovu wa nidhamu kama nikikukaribisha wewe wakati mimi kwako napokea maagizo, kwa sababu shughuli hii ni ya kwako. Kwa nafasi hii niombe sana mwakilishi wa mkuu wa mkoa aweze sasa kukukaribisha, lakini mimi niseme kwamba sisi katika idara yako ya tiba tunajivunia sana ushirikiano tunaoupata kutoka kwa wadau, lakini pia kutoka kwa mkoa wa Simiyu ambao kwa kweli wametuwezesha sana kufanikisha mradi huu. Nitakuwa sijatenda haki kama sijaleta salamu hizi za mkurugenzi wangu wa tiba Dr. Vivian Wananchi, ambaye alitamani sana yeye kuwepo hapa, lakini kutokana na majukumu yale ya kitaifa ambayo mheshimiwa mgeni rasmi nayafahamu, na mlimtuma baadhi ya maeneo, amenielekeza kwamba nenda ukaniwakilishe na niwasilishe salamu hizi. Kwa hiyo kwa niaba ya mkurugenzi wa tiba Dr. Vivian Wananchi, nipende kuyasema haya, nipende kusema kwamba sisi tumefurahi sana kwa ushirikiano huu mkubwa, lakini tumefurahi ya kwamba hospitali ya mkoa wa Simiyu inaenda kutoa huduma hizi, na sasa wilaya ya Kwimba wataenda kutoa nao pia wataenda kutoa huduma hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, namba nimkaribishe mwakilishi wa mkuu wa mkoa ili aweze kukaribisha. Asante sana. Asante sana. Kabla ya mwakilishi wa mkuu wa mkoa, ninaomba kwanza tumkaribishe mwenye duka. Anaweza akafunga duka, tusiuze biashara, angalau aweze kutoa salamu kidogo ili aweze kuruhusu biashara hii ifanyike ndani ya mkoa wake wa Simiyu. Karibu sana mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu. Ndugu mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi wa tiba, wakilishi wetu wa mkuu wa mkoa ambaye ni mkuu wetu wa wilaya ya Bariadi, katibu tawala wetu wa mkoa, viongozi wote walioko hapa, kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, kama nilivyotambulishwa awali, mimi naitwa Mayunga George, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Simiyu. Kwa maana nyingine ni msemaji wa chama. Kwa hiyo niko kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Awali ya yote, nitumie nafasi hii kukushukuru wewe binafsi na wote ambao wameona Simiyu tunafaa kuwa na huu mradi wa macho. Ilani yetu inasema kwamba huduma bora za afya ni nyenzo muhimu ya kupunguza umaskini kwa wananchi na kuwaletea maendeleo. Hakika kwa sababu sisi tunatembea maeneo mengi vijijini. Simiyu ina vijiji zaidi ya 470 na mitaa 92. Wananchi wengi kweli wana changamoto kubwa ya macho, ambapo wanatumia muda mwingi kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hizi za macho. Kwa kweli kama Chama cha Mapinduzi tumefurahi sana, kwa sababu tunaenda kuanza ziara. Nilikuwa nasikiliza kwa makini sana mnayoyasema, ili basi tutakapokuwa kwenye maeneo yetu tuwaelekeze wananchi ili waweze kusaidiwa na changamoto hizo walizonazo. Lakini ndugu mgeni rasmi, kwa sababu wewe pia ndio mgeni rasmi na mfadhili ameongea vizuri kwamba pamoja na huyu ndugu yetu kukaa hapa Simiyu wamefanya utafiti wakaona hii huduma ni muhimu. Labda tu niombe, kwa sababu tunatembelea hospitali zetu za wilaya, vituo vyetu vya afya, na mgeni rasmi, bahati nzuri tunafahamiana vizuri na wewe ni wa Simiyu, unajua wananchi wetu walivyo. Kwa hiyo ni vizuri sasa mngeangalia pia, ili badala ya hii huduma kukaa tu hapa mkoani. Cha kwanza nimesema wataalamu wapo lakini hawana elimu. Kwa tungeangalia basi kwenye wilaya zetu, kwa sababu kama lengo ni kupunguza umaskini kupitia huduma hizi za afya,
basi kwenye wilaya zetu wataalamu wengi wakapewa hizi huduma ili waweze kuwasaidia wananchi wengi zaidi, kwa sababu najua tuliwaahidi wananchi kuwaondolea kero zao zote. Kwa hiyo tukizitatua hizi ikifika 25, maanake sisi tutapigiwa kura na tutaendelea kuisimamia serikali yetu vizuri. Sasa mgeni rasmi, hilo liko kwako. Nilikuja siku moja hapa nikaangalia wamekarabati eneo fulani, nadhani ndio ilikuwa la kutolea huduma za macho, si ndio? Sasa mimi nikavutiwa sana kwamba wakienda kwenye hospitali zetu za wilaya zote sasa Simiyu sitakuwa nzuri zaidi, hata na baadhi ya vituo vya afya. Lakini la mwisho, kwa sababu sio eneo langu ili mgeni rasmi, ila kwako nafikiri tu wameona na sisi kama chama badala ya kuwa wasikilizaji tuseme. Nafikiri unaiona hospitali yetu ya rufaa ni hospitali ambayo bado ni changa, na wewe ndio mkurugenzi wa tiba na uko Simiyu, basi muiangalie, kwa sababu najua wana Simiyu huku wanazaliana kweli, kwa sababu wanalima, wanaivisha mahindi na kadhalika. Kwa population kidogo ni kubwa, basi zile facilities, zile huduma muhimu ziwepo. Lakini na mimi niwapongeze watumishi wote wa idara ya afya mlioko hapa. Kweli kwenye changamoto ya kazi sisi Simiyu hatuna, kila mmoja anafanya kazi yake vizuri. Hongereni sana, asanteni sana.